Senior Assistant Commissioner wa Polisi Malulu Kungu, ambaye ni kamanda wetu wa mkoa wa kipolisi wa Temeke, lakini pia nitambue kuwepo kwa Regional Crime Officer wetu team, nitambue kuwepo kwa Assistant Commissioner wa Polisi Foya, yupo pia Senior Superintendent wa Polisi ambaye ni Regional Traffic Officer wetu pale. Tunamwona Mosha naye kama ofisa ambaye ni sehemu ya maadhimisho haya OCD Temeke, lakini niwe radhi nitambue maofisa wote ambao wamefika katika eneo hili. Niruhusu pia nitambue kuwepo kwa wafanyakazi raia wa jeshi la polisi, niwatambue pia vikundi vyetu na viongozi wao wa ulinzi shirikishi, nitambue kuwepo kwa viongozi wa mitaa mbalimbali na kata kama wapo, nitambue familia ya polisi wakiwemo baba, kina mama pamoja na watoto wote wa kiume na kike. Nianze kwanza kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu, lakini pia kushukuru uongozi wa mkoa wa polisi wa Temeke kwa kunialika kwenye hii siku muhimu, siku ya familia ya polisi katika mkoa wa polisi wa Temeke. Nianze kwa kuwapongeza kwa kuiandaa vizuri na kufanya siku hii kuwa ya kupendeza kama ambavyo inakusudiwa na jeshi la polisi. Kama alivyosema kamanda wa Temeke, hii ni siku muhimu ambayo inatupa nafasi ya sisi kukutana, lakini kutambua na kusherehekea mchango wa familia ya kipolisi kwenye majukumu ya kitaifa ya kisheria, lakini pia mchango wa wanafamilia wa watumishi ambao wanasimamia sheria ambao ni maafisa wa polisi. Siku hii muhimu inatupa pia fursa ya kukutana na kuimarisha mshikamano wa sisi maafisa wa polisi, lakini pia wananchi au jamii ambayo inatuzunguka, ambayo kimsingi tunafanya nayo kazi. Kabla tujaenda mbali, lazima tuchukue nafasi ya kumshukuru mkuu wa jeshi la polisi nchini. Mkuu wa jeshi la polisi nchini afande IGP Kamil Sumbura, sisi polisi kanda maalum ya Dar es Salaam kupitia siku hii ya maadhimisho ya familia ya kipolisi mkoani Temeke, shukuru sana afande IGP Wambura kwa sababu yeye ndiyo kiongozi wetu katika kutekeleza majukumu haya ya kikatiba, kisheria na kikanuni ya kuwalinda wananchi wa Dar es Salaam, wakiwemo wale wa Temeke ambao tunafanya maadhimisho haya, kwa sababu yeye ndio anatupa miongozo ya kiutendaji, lakini pia yeye ndiyo ni sehemu ya jukumu la maboresho ambayo wananchi wote tunashuhudia ya jeshi la polisi ambayo yanafanyika. Yapo maboresho mengi ambayo yamefanywa na mkuu wetu wa jeshi la polisi nchini, maboresho katika mifumo ya masuala ya kiusalama, maboresho katika mifumo ya matumizi ya teknolojia. Temeke ikiwa ni sehemu ya himaya ambayo inatekeleza maboresho haya, lakini maboresho ya kuimarishwa kwa ustawi wa maafisa wa polisi, maboresho mbalimbali ya stahiki
za maofisa wa jeshi la polisi yamekuwa yakifanyika na hivyo kuwafanya wawe kwenye mazingira mazuri ya kutekeleza majukumu yao. Ndugu wanafamilia wa polisi wa mkoa wa Temeke, leo wote tunashuhudia na kuliona jinsi jeshi la polisi linavyotekeleza majukumu yake likiwa na vifaa vya kisasa. Tumeona jinsi Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania anavyokabidhi na kutoa bajeti kubwa kwenye jeshi la polisi, huku akilitaka litimize majukumu yake katika mazingira yaliyo ya kisasa. Wote tumeshuhudia mifumo ya kidijitali na mbinu mbalimbali zilizo bora kupitia nafasi za masomo ambayo yanatolewa kwa askari wetu hapa nchini, lakini nafasi nyingi za masomo zinatolewa kwa askari wetu kwenda kusoma nje ya nchi. Haya ni maboresho makubwa sana, na maboresho haya yanasimamiwa kwa karibu sana na mkuu wetu wa jeshi la polisi nchini, afande IGP Kamisu Wambura. Kupitia siku hii ya familia ya kipolisi mkoani Temeke chini ya kamanda wa polisi wa mkoa wa Temeke, tunamshukuru mkuu wa jeshi na kumpongeza kwa mabadiliko haya makubwa ambayo yamefanyika kwa muda mfupi na ambayo yanaendelea kufanyika. Ndugu wanafamilia wa polisi, mimi binafsi ninatambua uzito na ugumu wa kazi ya polisi, kazi ya kisheria, kazi ya kufanya kila raia na mwananchi aliyepo katika mkoa wa Dar es Salaam, Temeke ikiwa ni sehemu ya mkoa ambao upo katika kanda maalum ya Dar es Salaam, ugumu wa kazi hii jinsi ulivyo. Kazi hii kwa nafasi moja au nyingine ni kazi ambayo inahitaji kujitoa na kujitolea sana. Ni miongoni mwa kazi zilizo ngumu, kazi zenye changamoto, kazi za hatari, lakini pia kazi ambazo zinaweza zikakupa lawama kama hukuzingatia sheria, kanuni na taratibu za utendaji. Familia zetu mara kadhaa zimebaki zikiwa hazina baba au mama kutokana na utekelezaji wa majukumu haya na hatari ambayo inaweza kumkumba mmoja wa wanafamilia wa polisi, si tu kwa mkoa wa Temeke, lakini mahali pengine popote. Wake kwa waume pamoja na watoto na ndugu wamejikuta wakibeba mzigo mzito wakati baba au mama amepoteza maisha wakati wa utekelezaji wa majukumu haya ya polisi. Hizo ni sehemu za changamoto, lakini bado jeshi la polisi mkoani Temeke limekuwa imara kujituma kutekeleza majukumu na kuhakikisha mkoa wa Temeke unakuwa salama na wananchi wa Temeke kwa ujumla wanakuwa salama. Jeshi la polisi chini ya mkuu wa jeshi la polisi nchini, kwa kutambua siku hii ya familia ya polisi, imeona kwamba huko muhimu wa kuona kwamba watu wanakutana, wanafamilia wanakutana, wanafanya michezo mbalimbali, lakini wanabadilishana mawazo, lakini wanashiriki katika kufanya sherehe kama sio shughuli ambazo zinaweza kuwakutanisha na kuwatia faraja kama moja ya kitu muhimu katika utekelezaji na uendeshaji wa shughuli mbalimbali ambazo ziko chini ya jeshi la polisi. Imehimizwa mara kadhaa kuwepo kwa mshikamano miongoni mwa maofisa, wakaguzi na askari wa cheo cha chini, lakini pia wanafamilia kwa ujumla ambao wanaishi kwenye kambi za jeshi
na wengine nje ya kambi za jeshi, lakini kama watu wa familia moja. Ndugu wananchi ambao wamekusanyika, tunatambua kwamba juhudi hizi zote zinazohusiana na masuala ya kiusalama haziwezi kutimia bila kuwepo kwa ushirikiano. Naomba nitumie fursa hii kuwapongeza kwa dhati viongozi wa serikali za mitaa, lakini viongozi wote wa vikundi vya ulinzi shirikishi pamoja na vikundi vya ulinzi shirikishi ambao kwa ujumla mmekuwa mkifanya kazi kubwa, kazi nzuri ambayo mimi pamoja na kamanda wa polisi wa Temeke tunaitambua na tunawapongeza sana. Mimi naijua Temeke, siwezi kusahau siku zile za matukio ya Mbagala Kibonde Maji, Mbagala Zakim, Mbagala Kuu, lakini matukio yale ambayo yalikuwa yakitokea maeneo ya Buza shule, Buza kanisani, Buza kwa Mama Kibonge, nakwenda mpaka kule Buza wapi? Kwa Mpalange na Paitaje. Maeneo yote yale yalikuwa ni korofi sana.